ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ndugu zangu, kama alivyosema ndugu yetu, nitazungumza kwa lugha ya Kiswahili, na nafikiri ni wengi miongoni mwetu tunafahamu Kiswahili. Inshallah isemekana kutafasiliwa. Nimepewa dakika chache na nitakwenda mbio inshallah ili niyazungumze yale nilionayo. Kwanza, ndugu zangu Waislamu, kama tujuavyo, sisi tumerithi kitabu ambacho ni Qur'ani, na Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Huu ni wasia ambao kwamba unaotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yapasa sote Waislamu tushike wasia kama huu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hilo la kwanza. Pili, kwa vile nimepewa muda mchache nitakwenda haraka kidogo. Ya pili, na usifu mjadala huu, mjadala ilmiya, mjadala wa kiilmu. Manake mjadala ambao kwamba mimi ninapata muda mchache, lakini alhamdulillah ni mjadala ambao kwamba unakwenda kiilmu, si mjadala ambao unakwenda ambao hauna ilmu, kwa sababu ikiwa huna ilmu mjadala wake unakuwa haufai kuliko huu ambao una ilmu. Kwa hivyo mjadala ambao wa kiilmu na mjadala mzuri na mjadala ambao kwamba يا أخي مجلس احترام يرضي فضلكم واحترامكم سوا kwa kiilmu. Uturejeshe pale pale, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Leo Waislamu tuna haja kubwa ya wahda, tuna haja kubwa sana ya umoja. Kama mnavyoona leo Waislamu tumezingirwa ulimwengu mzima, kwa hivyo tuna haja kubwa sana ya umoja. Na hiyo aya nilianza kuisoma pia tusisitiza umoja, kwamba tuwe kitu kimoja. Na mjadala huu, mjadala wa kiilmu ambao kwamba umewafanya watu wazame kiilmu, na wafanya watu mwafanya wastadi kisawasawa, na mwafanya watu ambao kwamba faida kubwa imepatikana kwa wale ambao walikuwa wakisikiza. Kwa wale walikuwa wakisikiza wamepata faida kubwa sana, kwa sababu usione kwamba haina faida. La, faida imepatikana kubwa sana kwa wale ambao walikuwa wakisikiza. Na jambo lingine, ndugu zangu, mjadala kama huu wa ulama, si mjadala ambao ni watu wasiokuwa na elimu, mjadala wa ulama. Hivi sasa tuna haja kubwa kukaa pamoja, hususan maulama wa Kenya, kuangalia namna gani ambapo tuna jambo limetukabili hivi sasa, nayo ni katiba. Tuna haki Waislamu katika katiba kudai sheria za Kiislamu zitiwe ndani ya katiba ya Kenya. La maana, nafikiri hakuna kitu kinatuzuia Waislamu ikiwa tunataka katiba yetu ya Kenya tuwekewe Waislamu sheria zetu za Uislamu. Haya ni mambo ambayo muhimu Waislamu watakatukao pia tuyajadili, tuambie katiba kwamba sisi tunataka kitabu chetu. Yale makosa yaliyofanyika wakati ule na Kata House waliokwenda hawakutetea hii sheria za Kiislamu, sisi leo tuna haki ya kutetea, japo usipitishwe, lakini vizazi vyetu wakija watajua wazee wetu walitetea na walitaka sheria ya Kiislamu isimame, lakini serikali au bunge ndio liliyopinga kwamba sheria za Kiislamu. Lakini tuna haki, tusinyamaze tu kimya tuone kwamba katiba yaenda tutetee sio ofisi ya chief kadhi peke yake. La, tuna haki pia kusema Waislamu tumeamua kwa umoja wetu wa Kenya tunataka sheria za Kiislamu zitumike juu ya Waislamu wa Kenya. Na jingine inshallah, na waomba maulama mlokutana hapa,
ndugu zetu wana tatizo kubwa hivi sasa Somali. Tunajua mwaka wa 10 hakuna serikali na watu wanauana na kila kitu. Nafikiri tuna wajibu sisi Waislamu, wa in taifatani minal mu'minin yaqtatalu fa aslihu bainahum. Sisi tuna wajibu, kwa sababu Muislamu aliyoko Kenya, aliyoko Somalia, aliyoko Ethiopia, aliyoko Sudan ni yule Muislamu mmoja, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sote ni Waislamu wamoja na Mwenyezi Mungu atujalia tuko pamoja. Kwa hivyo baada ya mjadala huu, mimi naomba mashekhe mkae tufikirie sulhu. Sisi kama Waislamu tuipeleke bendera la ilaha illa Allah, kuwafahamisha ya kwamba jamani, haya aliyopita miaka 10 leo watu wanaenda hivi, tujaribu hebu tuone. Wama tawfiq illa billah. Wajua usiseme ni jambo haliwezekani au nini, tawfiki yatoka kwa Mwenyezi Mungu, na kukiwa kuna ikhlasi na Mwenyezi Mungu kwa pamoja na sisi, ikiwa kuna takwa kama mjuavyo, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Kwa hiyo ikiwa tuna takwa na tuna ikhlasi, tawfiki iko kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na jingine inshallah, ambapo kwamba naenda haraka sana kwa sababu ya wakati vile nilivyoomba. Sisi kama mlivyosikia, mimi ni mmoja katika mchemeni mdogo wa Ittihadi al-Aimma wa Duat Kenya. Kama mlivyosikia, hii sana kiko Mombasa, na lengo na shabaha kulifanya hili baraza la maimamu Kenya mzima. Lengo na shabaha Majlisul Aimma wa Duat kuifanya iwe Kenya mzima, kila mkoa na kila wilaya upatikane Majlisul Aimma. Hili ndio lengo. Na kama mnavyosikia zile kazi ambazo tunazofanya sisi, kutafuta islahi baina nas, kama mnavyosikia ndugu zetu wa Horma na Wapokomo wapigana, wauana, wadhulumiana, sisi alhamdulillah huenda tukatafuta kuyasuluhisha mambo kama yale, kwa sababu wale ni Waislamu na tushahusiwa kwamba wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu. Huu ni wasia utokao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuna haki ya kuupitisha wasia huu na kufuata wasia huu. Tawfik iko kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo lengo la baraza kama mnavyosikia, tunataka ya kwamba Kenya mzima tuwe na baraza na tuwe na sauti moja, yote Waislamu wote wa Kenya mzima tuwe na chombo ambacho kwamba chombo hiki kitakuwa kina faida kubwa. Na alhamdulillah imeshapatikana ile faida hivi sasa. Kama Mombasa, alhamdulillah chombo hiki kinafanya kazi kubwa na kinashirikiana na utawala, na lolote likitokea hasa mkoa wa Pwani, mara nyingi huwa tushauriwa na tunakaa na viongozi ambao kwamba walichaguliwa na serikali kutatua masala ambayo yanawahusu wananchi, hususan ya usalama. Kwa hivyo insha Allah ndugu yangu hapa haya ambayo niliyazungumza ataeleza kidogo, na la mwisho acha nimalize kabisa alafu tueleza na mtakufahamisha moja moja. La mwisho, masikitiko makubwa kufungwa kwa mpaka baina ya Somali na Kenya. Kufungwa ni masikitiko juu yetu Waislamu, masikitiko makubwa. Leo ndugu zetu Somali wana hali ya uhitaji ambao kwamba unatokana na Kenya. Biashara nyingi kila aina, majani chai nini, kila kitu kinatoka kwetu, ni biashara, watu wafanya biashara. Da nas yarzuqu ba'dhum ba'dha. Kwa hivyo wamekosa leo biashara kama ile, na tunajua wana hali ya matatizo na shida. Nikirudi nyuma kukaa leo, watu wanakaa hawa wasiokuwa Waislamu kuangalia Burundi, Rwanda, kila siku watu wakutana Arusha kutafuta maslaha au islahi ya baina ya Burundi na Rwanda. Kwa nini sisi Waislamu tusitafute islahi kati ya ndugu zetu? Kwa hivyo kufungwa kwa mpaka kwetu sisi ni sikitiko kubwa, kwa sababu ya kwamba biashara imekatika na ndugu zetu wajua hali zao si nzuri kimaisha, wanahitaji kutembeleana huku. Hatuoni sababu kubwa, japo kwamba kuna sababu, lakini serikali yaweza kuangalia sababu ile, lakini mambo za biashara nini ikaendelea hali kama ile. Inshallah ndugu yangu atayafasiri yale ambayo ndio.